Haleluya. Mtu wa Mungu unanisikiliza, karibu tena kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii inatuletea neno la Mungu na kutupa maarifa ya kujua ulimwengu wa roho. Na siku ya leo tutajifunza mwendelezo wa somo letu nalosema kwa nini unaingia mwaka mpya. Matatizo unayopita au changamoto unazopitia ni zile zile za mwaka wa jana. Kuna watu anaingia mwaka mpya anapita changamoto zile zile za mwaka wa jana, mpaka unavunjika moyo, auoni thamani tena kuwa na mwaka mpya, auoni thamani ya kuwa na mwaka mpya, maana unapita kwenye changamoto zile zile, matatizo yale yale katika ulimwengu wa roho. Nataka tujifunze siku ya leo, na Mungu wa mbingu na nchi akusaidie sana. Nikafundisha somo la pili kwa habari ya anga, kwa matatizo yanapita kwenye anga lako la kiroho. Nikafundisha sehemu ya pili matatizo yako yanapita kwenye anga la kiroho. Nikasema unapohama yanahama nayo kwenye anga la kiroho. Lakini nikafundisha mbinu wanazotumia kuhamisha matatizo yako kwenye anga lako la kiroho. Hayo ni masomo ambayo nimefundisha. Mbinu ya kwanza nikasema wanatumia maneno kuhamisha matatizo kwenye anga lako la kiroho. Wanakalisha anga lako maneno katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukafuatilia masomo hayo kwenye channel hii, nimekwisha kuyafundisha. Kama nichukue fursa hii kukukaribisha, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu ya Apostle Katambi, ili uwe mtu wa kwanza kupata masomo yetu, kuna mbinu moja tu: subscribe channel hii, weka comment yako hapo chini, na Mungu akubariki sana. Leo nitataka tujifunze kwa kulitawala anga lako, kutawaliwa anga lako kupitia sadaka kwenye ulimwengu wa roho. Kutawaliwa anga lako kupitia sadaka kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi wanapita kwenye mapito mbalimbali, maanga yao yamesimamishiwa sadaka katika ulimwengu wa roho. Nitaanza kufundisha kwamba wengi unashangaa matatizo unayopitia mwaka jana, mwaka mpya ukiingia unapita matatizo hayo hayo. Wanaweza kukusimamishia matatizo kwenye anga lako la kiroho kupitia sadaka katika ulimwengu wa roho. Nataka tuanze kama ifuatavyo. Kwa nini wanapoenda kwa waganga wanakwenda na sadaka? Kwa nini wanapokwenda kwa waganga wanakwenda na sadaka? Na mganga huwa anamuuliza mtu, unataka tumfanyie nini? Anaweza akasema ndoa yake ivurugike, familia yake ivurugike, watoto wake wavurugike, awe ni mtu wa kukataliwa. Lakini mwisho wa ile ibada huwa anatamka maneno, mwisho wa ile ibada anaachilia sadaka. Ni kwa sababu gani anaachilia sadaka? Mchawi anapotaka kupanda cheo, au mchawi anapotaka kumuua mtu au kuharibu maisha ya mtu, mwisho wa ile ibada anayoifanya mchawi ya kushughulikia maisha ya mtu katika ulimwengu wa roho, mwisho wake huwa anatoa kitu kinachoitwa sadaka katika ulimwengu wa roho. Anasimamisha sadaka. Sasa ninafundisha kwa nini unapitia matatizo ya mara kwa mara yanayojirudia rudia. Kwa nini unapitia changamoto za mara kwa mara zinazojirudia rudia? Kwenye anga lako la kiroho wanasimamisha sadaka. Sadaka kazi yake ni kufunga. Sadaka kazi yake ni kufunga. Ibada yoyote, maombi yoyote, chochote cha kiroho, sadaka kazi yake ni kufunga. Lakini pia sadaka ulimwengu wa roho inatumika kuweza kufungua jambo lililokuwa limefungwa katika ulimwengu wa roho. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 6
mstari wa 21. Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Maandiko yanasema, mahali sadaka yako itakapokuwepo, mahali hazina yako itakapokuwepo, ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kwa hiyo tunaona kwa mara ya kwanza kabisa tunaweza kuona kwa habari ya moyo wa mtu. Moyo wa mtu. Kwa mara ya kwanza tunaweza tukaona kwa habari ya moyo wa mtu. Alafu cha pili, kwenye andiko hili la Mathayo sura ya 6 mstari wa 21 tunaweza pia kuona kwa habari ya moyo wa mtu, sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili tunaanza kuona kwa habari ya sadaka. Maana yake hivi ni vitu vikuu viwili. Nafundisha kwa nini una changamoto ulizopitia mwaka jana zinajirudia kwenye mwaka mpya. Cha kwanza, wanasimamisha sadaka kwenye anga lako la kiroho, ambao anapokuwa na kuroga, mwisho wa kule kukuroga asifanikiwe, maisha yake yawe ya mateso, maisha yake yawe ya shida, mwisho wa yale mateso kifungo kile huwa anasimamisha sadaka katika ulimwengu wa roho. Sasa kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 21 anasema kwa habari ya hazina yako, alafu anasema kwa habari ya moyo wako, alafu anasema kwa habari ya sadaka yako. Maana yake anapozungumza kwa habari ya moyo, au kwa lugha nyingine unaweza kusema nafsi ya mwanadamu, nafsi ya mwanadamu, maana yake anazungumza kwa habari ya ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho. Nafsi ya mtu au moyo wa mtu asili yake ni katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa damu na nyama. Hazungumzi kwa habari ya moyo wa ng'ombe, hapana, moyo wa kiroho, nafsi ya mtu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mathayo sura ya 4, Yohana sura ya 4 mstari wa 24, maandiko yanasema Mungu ni roho, na hao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake ibada halisi inabebwa katika roho. Kwa anaposema mahali moyo wako utakapokuwepo, ndipo na hazina yako itakapokuwepo, maana yake anazungumza kwenye ulimwengu wa roho wa nafsi ya mtu. Asa kumbe mahali ambapo nafsi ya mtu ipo, sadaka inaweza kusimama. Ndio maana anasema sadaka yako itasimama kwenye nafsi yako. Kwa mahali ambapo moyo wa mtu upo, ambapo sadaka inaweza kusimama. Kwa hiyo tunaona kuna uhusiano mkubwa kati ya sadaka na nafsi ya mtu. Kuna uhusiano mkubwa kati ya sadaka na nafsi ya mtu. Ndio maana wanapokwenda kwa waganga wa kienyeji, ndio maana wanapokwenda kuroga nafsi ya mtu, huwa wanaunganisha na sadaka katika ulimwengu wa kiroho. Unasema mtumishi, unaongelea nini? Unasema mtumishi, unaongelea nini? Ngoja tuangalie sasa. Nafsi ya mtu haiwezi kukontrol maisha ya mtu bila kuwa na anga. Inategemea anga lake, anga la kiroho. Sasa ile sadaka inapoachiliwa ili itawale nafsi ya mtu kwenye ulimwengu wa roho, kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya mauti, kwa njia ya mateso, kwa njia ya taabu, hiyo sadaka inasimama kwenye anga lako la kiroho. Kwa anapotoa sadaka mchawi, huwa anaisimamisha kwenye anga lako la kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kwa hiyo kile kifungo alichoenda kufunga kwamba huyo asifanikiwe maisha yake yote, yani maana yake miaka yako yote usifanikiwe. Ukija mwaka mpya maisha yako ni ya mwaka jana yale yale. Ukija mwaka mpya maisha yako ni mwaka juzi yale yale. Kile kifungo alichokiachilia ulimwengu wa roho huwa kinafungwa kwenye anga lako kwa sadaka. Nasema mtumishi, unaongea nini? Hebu tuangalie sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na mstari ule, Mwanzo sura ya 4 na mstari ule wa 7. Tutaona kuna watu wakuu wawili, mmoja anaitwa Habili, mwingine anaitwa Kaini. Hawa ni watoto wa mzee Adamu. Mmoja anaitwa Habili, mmoja anaitwa Kaini. Hao ni watoto wa mzee Adamu. Walienda kutoa sadaka wote wawili kwa Mungu aliye hai. Lakini Kaini, sadaka aliyoitoa, alitoa sadaka ya vitu vilivyoharibika, vilivyooza, vilivyoharibika. Kaini alikuwa ni mkulima. Alitoa vitu ambavyo vimeharibika, vimeoza, kunde zilizoozaoza,
mahindi yaliyoozaoza, lakini Habili akatoa vile vilivyonona, Biblia inavyosema. Kwa Mungu akaikataa sadaka ya Habili ya Kaini, Mungu akaikataa sadaka ya Kaini, akaitakabali sadaka ya Habili. Mwenzie akaona wivu, akasema kwa nini sadaka yake imekubalika kwa Mungu? Kwa nini sadaka yake ametoa imekubalika kwa Mungu? Kumbuka, inafundisha somo linalosema kwa nini unaingia mwaka mpya matatizo yanajirudia rudia ya mwaka wa jana? Kwa nini unaingia mwaka mpya changamoto zinajirudia rudia za mwaka wa jana? Nafundisha, niko sehemu ya 3, kwamba wanasimamisha sadaka. Kwa unapoanza kushughulika ili kukataa yale maisha ya mwaka jana, lazima uachilie sadaka kwenye ulimwengu wa roho, kuvunja sadaka zao kwa sadaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asa kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, Kaini akachukua mawazo ya kutaka kumuua ndugu yake Habili. Kaini akamkamata Habili, akamwambia twende kondeni tukachunge, twende kondeni kusaidia kuchunga. Akashuka naye, kumbe lengo lake lilikuwa ni kumuua. Alipofika kule kondeni, Kaini akamuua Habili ndugu yake. Lakini alipomzika kwenye ardhi ili watu wasijue, Biblia inasema jambo la ajabu likatokea sana. Nafundisha sadaka inaweza kusimama kwenye anga lako la ibada. Sadaka inaweza kusimama kwenye anga lako la kiroho. Sadaka inaweza kusimama katika ulimwengu wa roho kwenye anga lako, kuzuia au kuachilia mema, kufunga au kufungua mema kwenye anga lako. Kaini wakati yuko pale amemuua Habili, ghafla damu ya Habili ikalia, ile sadaka ikaanza kunena kwenye ardhi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari ule wa 7, Bwana Mungu anamwambia Mungu anamwambia Kaini. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko na kuotea malangoni pako, inakutamani ya kupasa uishinde. Lakini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Alipoenda uwandani, Kaini akamtaka kumuua ndugu yake, akamuua kabisa. Sasa baada ya kumuua, soma mstari wa 10, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10. Biblia inasema akasema, umefanya nini? Mungu anamwambia Kaini, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Kutoka ardhini, sauti inalia kutoka ardhini. Nini sasa? Mungu yuko mbinguni, lakini kinacholia ndani ya ardhi, kinachosababisha, kinachodai kwamba nimeonewa ni damu ya Kaini. Lakini kwa nini Mungu asikie? Kilichosababisha Mungu awe karibu na Kaini, anga la Mungu awe karibu na Habili. Nakupa siri leo, kuna watu wangapi wanateswa lakini Mungu asikilizi? Kuna watu wangapi wanapata vita lakini Mungu asikilizi? Kuna watu wangapi wanapita kwenye changamoto, Mungu asikilizi? Kilichofanya Mungu asikie kilio cha Habili kwenye ardhi, ile damu inapolia, kwa sababu anga la Ayubu, anga la Kaini samani, anga la Kaini, anga la Habili lilikuwa linatawaliwa na Mungu. Kilichofanya Habili asikiwe, sauti ya Habili sikiwe na Mungu, anga la Habili lilikuwa linatawaliwa na Mungu. Sasa nini kilichofanya anga la Habili liwe pamoja na Mungu? Sadaka Habili aliyoitoa ilienda kusimama kwenye anga la Habili. Sadaka ambayo Habili aliyotoa ilienda kusimama kwenye anga la Mungu katika ulimwengu wa roho. Sadaka la Habili aliyoitoa ilienda kusimama kwenye anga la Mungu. Ndio maana Habili alipouawa, moja kwa moja utaratibu, mawasiliano kati ya Mungu na Habili, Mungu alipata mawasiliano yale kupitia anga lake la kiroho. Kwa maana Habili hakuweza kuomba ardhi, Habili hakuweza kuomba ardhi, hakuweza kujitetea, ameshauawa, lakini anga lake lina mawasiliano na Mungu aliye hai kupitia nini? Sadaka. Pendwa unanisikiliza, unapotoa sadaka huwa Mungu anatawala anga lako, na anayetoa sadaka kwa wachawi huwa mchawi anatawala anga lako. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, kwa nini unapitia mwaka mpya na matatizo yanajirudia rudia? Katika ulimwengu wa roho, kwa nini unapitia changamoto na matatizo yanajirudia rudia?
matatizo hayo huwa yanapitishwa kwenye anga lako la kiroho kupitia sadaka. Kwa wanakuunganisha na miungu yao. Anapoachilia sadaka, maana yake anakuunganisha na miungu yao katika ulimwengu wa roho kupitia sadaka. Anakuunganisha na ufalme wao kupitia sadaka. Kwa hiyo anachokifanya, unaingia mwaka mpya, lakini kule kwenye miungu yao, kule kwenye madhabahu zao, ile sadaka inakuwakilisha kwamba huyu Joni anatakiwa endelee kuteseka, huyu Suzi anatakiwa endelee kuteseka, huyu Peter atakuwa endelee kuteseka, huyu Laurenti atakuwa endelee kuteseka, huyu Lau atakuwa endelee kuteseka, huyu Juma atakuwa endelee kuteseka, huyu Bakari atakuwa endelee kuteseka. Kinachokuwakilisha kuleta mateso kwenye maisha yako, kwenye miungu yao, ni sadaka wanazotoa katika ulimwengu wa roho wa kichawi, katika ulimwengu wa roho wa giza. Unasema nini tunachokizungumza? Hebu tuangalie katika kitabu cha Mwanzo sura 15. Mwanzo sura ya 15 uweze kuangalia kwa nini matatizo yale ya mwaka jana yanajirudia rudia. Kuna sadaka inanena pale, inaongea huyu mtu lazima haribikiwe maisha yake, huyu mtu lazima ndoa yake ife, huyu mtu lazima uchumi wake ufe, huyu mtu lazima kazi yake ife. Kwa hiyo unapoanza kushughulikia kutoka kwenye matatizo ya mara kwa mara, kutoka kwenye shida ya mara kwa mara, changamoto za mara kwa mara, shughulikia sadaka zao katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Mwanzo sura ya 15, anapotoa ile sadaka inasimama kwenye miungu yao. Kwa hiyo inakuwa inanena tu matatizo yaje kwako, shida ije kwako katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mwanzo sura 15 mstari ule wa 10, Mwanzo sura 15 mstari wa 9. Hapo ndo tutaanza kuangalia mstari wa 9. Mungu anamtokea Ibrahim. Mungu alipomtokea Ibrahim, Mungu anamwambia Ibrahim kwamba Ibrahimu, wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahimu, wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahimu, utakuwa mtu mkuu sana katika dunia hii. Lakini baada Mungu anamwambia Ibrahim maneno hayo, mwisho Ibrahimu anasema itakuwaje? Mungu anamwelekeza, ambia nitolee sadaka. Maana yake kile ulichokiona ulimwengu wa roho, kile ninachokutamkia ulimwengu wa roho, ili kitokee ulimwengu wa damu na nyama, simama na sadaka. Ili kile nilichokutamkia ulimwengu wa roho, ili kitokee ulimwengu wa mwili, simama na sadaka. Maana yake ili yale mabaya waliokusudia kwenye maisha yako, kwenye familia, kwamba ukiolewa uachike, ndoa yako na mafarakano, biashara yako iharibike, kazi yako iharibike, ili kiendelee kutukia, ili kiendelee kutokea, wanasimamisha sadaka. Kwa hiyo sadaka ndio inakuwakilisha kwenye miungu yao katika ulimwengu wa roho. Sadaka inakuwakilisha kwenye falme zao katika ulimwengu wa kiroho. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Kwa umekuwa ni mtu unapita kwenye mapito ya mara kwa mara, umekuwa ni mtu unapita kwenye mateso mara kwa mara, roho za ulevi, roho za uharibifu, maisha ya kukataliwa, kwa sababu zile roho zinapita kwenye anga lako kupitia sadaka. Kwa unaingia kwenye mwaka mpya, lakini kuna sadaka inakumbushia hayo mateso kule kwenye miungu yao. Kuna sadaka inakumbushia shida kule kwenye miungu yao. Kuna sadaka inakumbushia majaribu kule kwenye miungu yao. Naomba unifuatilie somo lijalo kwa kusubscribe channel hii, share ujumbe huu. Watu wengi wanateseka na matatizo haya. Mtumie rafiki yako linki hii ya Apostle Katambi. Mtumie ndugu yako linki hii, na we aweze kutengeneza mapema, aweze kuingia kwenye maombi mapema, ili kutengeneza mwaka wa baraka na mafanikio. Mungu akubariki, akuzidishie katika jina la Yesu aliye hai. Amen.